Mtazamaji wangu, mambo vipi? Jumatatu yako imekuwa vipi? Inakaribia saa 12 saa za Afrika Mashariki, na kila Jumatatu hadi Ijumaa mida hii huwa ni NTV Mashinani. Nikukaribisha kwa moyo mkunjufu kwa wote ambao mweza kuungana nasi. Asanteni sana. Mimi ni nahodha wako akaunti zote 47 Lois Wangoi, kikuu zaidi ikiwa ni kuhakikisha unapata yote ya mashinani, kaskazini, kusini, mashariki na hata magharibi. Kama kawaida sitakuwa peke yangu, ninaona habari wenza ambao wamejitwika mzigo mtazamaji wangu, ili mradi ukikaa kitako usikose mawili matatu ambayo yanapendeza, yanaelimisha na kufurahisha. Nikupe kionjo tu. Makahaba mjini Kakamega watishia kufanya maandamano ya kutafuta haki. Kunani? Polisi Meru wanamsaka mshukiwa mkuu wa utengenezaji wa pombe haramu. Tutakueleza zimepatikana lita ngapi za pombe hiyo. Je, unajua wanapata hela ngapi wauzaji mahindi choma? Vijana Narok wazungumza. Kijiji cha Dhamanda Kiambu ni shangwe na nderemo. Kilichowapata kwao wanasema ni kama miujiza. Mtazamaji wangu, hayo ni yetu ya mashinani. Ukina wake ni mudosi kwa mrefu, lakini kwanza ni kupange na taarifa kuu kitaifa. Kwanza kabisa, Rais amesema Wakenya waliokuwa wametekwa nyara wameweza kurejeshwa makwao. SUPKEM yapongeza walioteuliwa kuongoza tume ya IEBC, huku ikitaka hatua zijazo ziharakishwe. Kesi ya Rex Masai yasitishwa kwa muda mahakamani. Hii ni baada ya jamaa mmoja kufika pale akiteta. Jamaa 12 walioaga kwenye ajali wafanyiwa upasuaji katika kaunti ya Nakuru. Mtazamaji wangu, ndo muda ulikuwa unategea sana mwanzo wa taarifa za NTV Mashinani. Jioni ya leo tuanze magharibi, ambapo wanafunzi wanaosomea taaluma ya uuguzi na washikadau katika sekta hiyo sasa wameitaka serikali kuweka mikakati kabambe itakayosaidia kusitisha visa vya migomo ya mara kwa mara, haswa katika sekta ya afya. Wakizungumza katika kaunti ya Vihiga, wanafunzi hawa wamesema ni jambo linalowapa hofu na kuwavunja moyo wanapoona wauguzi wenzao wanapoandamana tena kila mara. Tumpishe Augustine Were atuarifu zaidi. Mtazamaji, ukosefu wa ajira hasa miongoni mwa vijana imekuwa tatizo kubwa humu nchini, huku vijana wanaosomea ama wanafunzi wanaosomea taaluma ya uuguzi wakiitaka serikali kuweka mikakati mwafaka itakayozuia misururu ya migomo ambayo imekuwa ikishuhudiwa humu nchini. I've been really looking at the way some facilities are paying nurses. That is in the diploma level. You can find someone has gone through 3 years of study, 3.5 years of study, and that same person is being given 15,000. Honestly, that's really unfair. Nurses are being paid through county, but they should go back to the government. It will reduce the issue of strikes. So my urge to the government is, just the same way they came up with a partnership with the UK government to take nurses to UK, they can also explore other avenues where they can come up with partnership with other countries and also export our nurses there to give service which actually they will be able to provide for their families back at home. Augustine Were, NTV Mashinani.
Asante Werena. Polisi huko Meru wanamsaka mshukiwa mmoja ambaye yuko mbioni. Hii ni baada ya kikosi cha polisi kikiongozwa na kamishna wa kaunti ya Meru Jacob Ouma kuvizia pahali pake pa kutengeneza pombe haramu na kubana zaidi ya lita 6,000 za pombe hiyo haramu. Sasa kulingana na kamishna wa kaunti hiyo, pango hilo limekuweko kwa miaka sasa na wamekuwa wakitengeneza pombe hiyo hatari na kuisambaza sehemu kadhaa katika kaunti hiyo. Hii ni taarifa yake Sam Wanyoike. Jumatatu asubuhi na mapema, polisi katika mji wa Meru waliweza kuvamia kiwanda kimoja cha kutengeneza pombe haramu na kunasa zaidi ya lita 6,000. Pombe ile hapa ndani ni pombe ambayo haijakaguliwa na halmashauri zinazohusika, kwa hivyo ni sumu na ni hatari kwa watu. Na takriban lita 20 za pombe hii ya chang'aa ambayo tayari ilikuwa imekwisha gemwa imepatikana, na hali kadhalika muna ama kangara kiasi cha zaidi ya lita 6,000 pia imepatikana hapa, na mpangilio wa ugemaji kiasi kwamba ni kiwanda haramu ambacho kiko katikati ya watu katika eneo hili la majengo. Maafisa watabomoa kiwanda kile na wataendelea kuwasaka wenyewe ili waweze kufikishwa mahakamani. Ni vyema ifahamike kuwa pombe hii haramu hupikwa sana sana kwa kutumia kuni, ila katika kiwanda hiki inasemekana wanatumia stima za wizi. Hapa sasa ni kama danguro, kwa sababu sasa hata stima yenyewe ambayo imekuwa hapa ni stima ambayo wameunganisha kivyao tu, wenye stima KPLC hawana habari. Kwa hivyo hapa pia kuna wizi wa stima na sijui ni wizi wa vitu gani vingine. Kwa hivyo vyombo vya dola vya usalama na upelelezi vinawajibika kuingia hapa na kuingineko kuelewa ni vitu gani vinaendelea hapa, kwa sababu hapa kuna pombe, hujui kama kuna miadarati mingine, stima ndio inaibiwa. Kuna changamoto na lazima tulishughulikie sisi. Nafikiri hadi kufikia sasa kazi bado inaendelea, na kuna mtu ameshikwa na mwenyewe pia mwenye hapa pia anasakwa. Kwa hivyo natumai ya kwamba kufika masaa marejea ng'ombe, bila shaka tutakuwa tumewadhibiti wote na kuwaweka mbaloni ili sheria ichukue mkondo, kwa sababu sisi hatuwezi kumchukua mtu tukambinginya koo kwa hasira kwa sababu anafanya. Kuna sheria, na ile sheria ndio ninaomba kwamba kuwe na ushirikiano mpevu kati yetu na mahakama ili na wao watusaidie katika vita hivi, kwa sababu vita hivi ni vya kitaifa, si vyangu binafsi, si vya polisi binafsi, si vya watawala binafsi, ni vyetu sote tukiwa wananchi wakiwa ndani, hata wanahabari wakiwa ndani. Kutoka hapa Majengo katika kaunti ya Meru nikiripotia NTV Mashinani, jina langu ni Sam Wanyoike. Asante sana Sam Wanyoike, mtazamaji wangu. Tuondoke sehemu hizo za mlimani, turejele magharibi. Na makahaba mjini Kakamega sasa wametishia kufanya maandamano ya kutafuta haki baada ya kushambuliwa na watu wasiojulikana wanaosemekana kuwa ni maafisa wa nyumba 10 eneo hilo, pamoja na maafisa wa polisi ambao hawakuwa wamevalia sare na waliowashambulia majira ya jioni. Makahaba hao wanasema zaidi ya watu 10 waliokuwa wamejihami kwa rungu na silaha walifika katika sehemu wanayofanyia kazi yao na kuwaondoa kwa nyumba zao, kuwapiga wakiwataka kuhama eneo hilo ili kuendesha biashara yao sehemu zingine. William Akos ametuandalia taarifa hii kutoka kaunti ya Kakamega. Tazama. Mtaa wa Makaburini, Jua Kali, Maraba, mitaa ambayo imegonga vichwa vya habari kwa kufungua kituo cha seli feki ambacho kilikuwa kinazuia baadhi ya waliokuwa wakipatikana na makosa na hata kuachiliwa kwa dhamana. Mtaa huu kwa mara nyingine umegonga vichwa vya habari baada ya watu wanaosemekana kuwa maafisa wa polisi kufika eneo hili kwenye nyumba ambazo wanaishi makahaba, kuwapiga, kuwaondoa kwenye nyumba hizo na kutakiwa kuhama kwa madai ya kuweka magaidi kwenye nyumba zao. Napata mtu amesimama kwa mlango, mtu mnono hivi, ananiita, ananiambia wewe kuja hapa. Kwa uniform, walikuwa kwa civilians. Tumefunga milango zote, lakini how comes wanapanda mpaka juu ya gorofa.
wanatupiga. Mi waliingia kwa nyumba jana usiku, wakatupata tuko na boyfriend wangu, wakatuambia tutoe pesa yenye tuko nayo. Mimi stokeji ya usingizi, mlango mtu amepita na mlango, na harakati alipita na mlango. Kitu ya kwanza yenye alichukua ilikuwa mwiko yenye napikia. Hii mwiko ilinitandika hadi mwiko ikavunjika kwa mgongo. Wakizungumza mjini Kakamega, Kabahau wanasema zaidi ya watu 10 waliokuwa wamejihami kwa rungu na silaha zinginezo walifika sehemu wanayofanyia kazi na kuwaondoa kwa nyumba zao, wapiga wakiwataka kuhama eneo hilo ili kuendesha biashara yao ya ukahaba sehemu zinginezo. Kahaba hawa wanasema chanzo cha kupigwa ni kutokana na kugaidi kulipa pesa kwa maafisa wa nyumba 10. Ile after venye Trump alifunga mambo na donors, hiyo venye walifunga Kanko Dies, ndio Ndunga alikuja akatuambia wasichana wasanye pesa, wape pesa. Je, tunauliza aje? Hata kama Trump alifunga kila kitu, tumewakosea hawa maafisa nini haswa? Ama kuna afisa ambaye aliuawa ndio maana tunateswa hivi? Wiki jana maafisa wa polisi wakiongozwa na OCPD wa kituo cha polisi cha Central mjini Kakamega Vincent Cheriotich walikuwa na kikao na wakazi wa eneo hilo, machifu, manaibu wao pamoja na maafisa wa nyumba 10 ili kujadili swala la usalama, kahaba hao wakilaumiwa pakubwa kwa kuweka magaidi kwa nyumba zao. Kwa sababu nimeenda paka kwa hiyo nyumba. Hiyo nyumba nimepata vijana kutoka Kondele. Wanakaa tu ndani. Msichana mmoja anaweka wanaume ngapi? Na wamekaa ndani? Watatoka usiku sasa? Kama umejua unaweka wesi kutoka Eldoret, kutoka Kisumu Kondele. Please, kama kazi yako ni kuweka uhalifu kwako, hii mali yote na si wingi nafagia yote. Kama unataka kufanya hiyo kazi, nikutane nao pale CBD. Wamevaa vile wamevaa. Kama wanaharakati tunataka hao wasichana wako police station juu wameumia, kitu ya kwanza wanafaa medical attention. Kama kuna mmoja ameumia kifua, ameumizwa vibaya sana na ni yeye alivuliwa nguo. Kahaba hao sasa wanataka watetezi wa haki za kibinadamu kuingilia kati ili kilio chao kuweza kusikika. Nikiripotia NTV mashinani nikiwa katika mtaa wa Jua Kali viungani mwa mji wa Kakamega. Jina langu ni William Akos. Asante sana William Akos kwa taarifa hiyo. Bila shaka mtazamaji wangu, ni swala ambalo linahitaji washikadau wa hiyo jamii kukaa kwa pamoja na kutafuta suluhu bila kuweka maisha ya mtu yote hatarini. Sijui una maoni gani? Ingia pale mashinani yote ya online, muda si muda nitakuwa nasoma jumbe zenyu. Tusonge mbele na tuelekee kaunti ya Narok, ambapo katika mazingira yenye changamoto za ajira, vijana wengi kutoka eneo la Nairegia Enkare ni kaunti hiyo ya Narok sasa wamechukua hatua ya kujiajiri kwa kuuza mahindi ya kuchoma kando ya barabara kuu ya Narok kuelekea Nairobi. Kwa juhudi na ubunifu wao wamejitengenezea mazingira ya ajira, ambapo baadhi yao wanapata kipato kizuri kutoka kwa biashara hiyo. Tobias Meso anaarifu. Siku inapoanza, vijana kwa wazee wanakusanyika mahali hapa ili kuweza kufanya kazi yao kuuza mahindi katika barabara hili la kutoka Nairobi kuelekea Kisii. Wanabiashara pamoja na wale ambao wanasafiri huwa wanakongamana mahali hapa ili kuweza kupata chakula chao ambacho wanakipenda, na hicho ni mahindi. Wacha tuweze kusikia kauli yao, wanasema nini kuhusiana na biashara hii ya mahindi. Tunafanya biashara katika hii mti wa Narekiangare, choma tu mahindi, na tunaipenda kazi yetu, na sisi tunafanyanga biashara, imetusaidia katika maisha, na tunashukuru tu Mungu. Hii kazi imetusaidia kwa sababu kuna watoto wetu wengine wako shule, wadogo wetu tunawasaidia kuwasomesha, na inatupeleka tu mbali, tunaona tu wanaendelea vizuri. Kwa siku mimi najamanga mahindi kama 500 ama 800 siku ikikuwa mzuri. Mahindi moja kwa saa hii ni 30 bob, lakini kuna wakati nafikanga tunauza 40. Babangu ndiye alianza kuchoma mahindi huku 1997. Wakati huo ndio nasaliwa 1997. Nikakuwa mkubwa, babangu alinisomesha na mahindi, hata mimi nikakuja kuuza mahindi. Hii kazi ya mahindi imetusaidia sana. Asa agency inaajiri vijana wengi sana, na hii kazi tunapata faida, tunalipwa pesa mzuri,
Kwa siku unapata mtu anaenda na ngiri moja ama shilingi 800. Mimi ningependa kuambia Gen Z, hii kazi imeshinda hata ya masomo. Hii kazi imeajiri vijana wengi, pesa tunapata. Naambia Gen Z wajitume kimaisha. Kutegemea kazi ati unaandikwa wapi, hii kazi imeajiri vijana wengi sana. Nimechoma miaka 28. Kwa hivyo nikasaa hii vijana, sababu mimi ndio nilianzisha hii kazi, lakini kazi mzuri, imetusaidia. Tena hii kazi imepunguza ukora ya vijana, wizi na hii mambo mbaya. Sababu watu wanakula haki yake, mtu anakuja anafanya kazi, akimaliza ni kuoga na kulala, na ajua anaamkia kesho kazi. Kwa majina anaitwa Anne Wanjiru, mfanya biashara kuchoma mahindi hapa. Hapa ndo tunapata hustle ya kila siku. Nimefanya kwa mwaka mzima, kwa mwaka mmoja. Inanisaidia kimaisha. Inanisaidia na nifanya na kuwa busy, sijihusishi na mambo ingine. Nafanya tu hii kazi kujisaidia kimaisha. Imenisaidia kusoma. Nilikuwa nafanya hapa nikienda shule mpaka nikafika kwenye nilifika kimasomo. Mahindi iko tamu sana. And we like every time we go to Kisii, lazima tupite hapa promote vijana wetu. Tunapenda kusimama hapa kupata mahindi choma. Ni fresh sana, alafu ni tamu. Na nikienda Nairobi lazima nikule mahindi. Hata ukisikia ni tamu, ukisikia ni tamu kabisa. Nikienda nyumbani lazima nichukue ya 200 watoto wakule. So by the way, watoto ni kitu peke yake nataka wafanyiwe, wanunuliwe maabro peke yake. Ndio watoto wako salama, chakula yao ni safi na ni wasafi, hata unaona tu ni wasafi kabisa. Ndio maana tunapenda mahindi yao. Siku inapokamilika, vijana wale ambao wanauza mahindi katika eneo hili la Nairegia Enkare wanapata kipato chao au mapato yao ya kila siku kutokana na uuzaji wa mahindi. Na pia wale ambao wanaosafiri katika barabara hili la kutoka Kisii kuelekea Nairobi wanafurahishwa na ile ambayo wanasema kwamba mahindi ya sehemu hii ni tamu. Nikiripotia kutoka eneo la Nairegia Enkare kutoka Narok, mimi ni Toby Meso. Asante sana Toby Meso kutoka kaunti ya Narok. Mtazamaji wangu, umeona hiyo story ya mahindi choma. Mimi mwenyewe ni shabiki mkubwa, sijui kama wewe unayapenda. Umeona vijana pale kutoka sehemu hiyo ya Narok wanavyojituma, alafu naye mjumbe wetu hajawaangusha amefika na kutuletea taarifa hiyo. Alafu kila siku nasema kama hao vijana, hata nawe tunaweza tukajua hustle yako pale mashinani pako ni gani, ni nini mnafanya ambacho mnajivunia, ama ni kipi ambacho kinawaudhi pale mashinani na ungependa kiangaziwe. Nakwambia hata ingawa huna Lois Ongoi pale ama huyo Toby Meso, jamani wewe upo. Chukua simu yako aina smartphone, jirekodi, simama hapo mbele, tuambie Lois kuna 1 2 3 kutoka mashinani ya Abacha. Tutumie katika nambari ya WhatsApp ambayo sasa iko mbele ya televisheni yako. Ndio hiyo, fanya kuisave, iandike, tutumie story, alafu bila shaka tutakupanga katika NTV mashinani, maana kila siku nakwambia hii jamani ni yako. Tuchukue mapumziko mafupi na rejea na nini? Vijana kutoka jamii hasimu za Pokot, Karamajong na Turkana waungana na kutumia nyimbo za kiasili kuhubiri amani. Mtazamaji wangu, ni awamu ya pili ya NTV mashinani. Inaanza kwa kusema wageni karibuni, mashabiki sogo, jamani asanteni sana. Na baada ya kuchuka na visa vya wizi wa mifugo na ujahili, vijana wenye talanta kutoka jamii hasimu za Pokot, Karamajong na Turkana kwenye mpaka wa Kenya na Uganda sasa wameungana na kutumia nyimbo za kiasili kuhubiri amani na kukomesha maovu hayo na kuinua uchumi wao. Mwanahabari wetu wa eneo hilo Oscar Kakai wa Masega alipatana na vijana hao eneo la Alale na sasa anasimulia taarifa hii. Nia ya kupigana na visa vya ujangili pamoja na wizi wa mifugo kwenye mpaka wa Kenya na Uganda, vijana wa kundi la Yoto Kali lenye maana mama wa amani wamejitwiga mzigo wa kupigana na visa hivyo pamoja na kuendeleza amani kwenye eneo hili. Vijana hawa wanatumia mbinu ya kitamaduni pamoja na nyimbo za kiasilia kuendeleza amani katika eneo hili.
na jinsi ambavyo tumevaa leo ni utamaduni wa Pokot pamoja na wa Karamoja. Karamoja ni za neighboring community, na tumevaa hivi kwa sababu tunataka kudumisha amani kati yetu sisi na majirani wetu Karamoja pamoja na hata Waturkana. And through this attire, we've been going through many various places like in Digana Moroto, in Turkana, that's Kwamekwi, in Pokot, Alale. Jinsi ambavyo mmekuwa mkisikia juu ya Pokot ni tofauti sana, kwa sababu sisi Pokot tumekuwa civilized, na yale ambayo watu walikuwa wanaamini ya kwamba we are cattle wrestlers, we are no longer cattle wrestlers. We are peace ambassadors, and we are here to build Kenya as a community. Kundi hili ambalo linaamini kuendeleza utamaduni wa jamii za Pokot, Karamoja na Turkana linaendeleza amani kwenye eneo hili. Nikiripotia NTV mashinani kutoka kaunti ya Pokot Magharibi, jina langu ni Oscar Kakayugo Masega. Moja kwa moja tuingie mashinani ya online, tuchukue jumbe. Amos Odhiambo anasema Butula wako ndani, Hayuman anasema wako pamoja nasi, David Midunga pia naye, tunaye Eric kutoka Gusiland anasema tuko pamoja, Ondari Jared, Bigsman Docs, Janely Sarap Kiprono pamoja nasi kutoka kaunti ya Nandi. Alafu sasa ndo muda wangu wa kuondoka studioni, lakini kimtindo naomba nikurejeshe utotoni ulipokuwa ugenini na mama yako kisha ukubali kuongezewa chakula. Bila shaka alikuwa anakupa lile jicho la wewe tutapatana baadaye. Jikumbushe kwa kicheko, tukafunge jamani. Naitwa Lois Wangoi, kwa heri.